Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment katika channel yako bora hii ya Gunda Online TV ili uwe wa kwanza kujipatia video zetu mubashara. Bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu zinazotoka katika channel yako bora hii. Kwanza niombe Allah tabaraka wa taala redio hii haijalie miongoni mwa redio ambazo zitakuwa na nguvu sana katika nchi yetu hii, lakini zisikike Afrika Mashariki na ikizidi Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu ndani yake tunapata elimu mbalimbali, elimu nyingi sana tunazipata kwa kupitia redio hii. Amen. Lakini pia niseme msikilizaji kwamba kipindi hiki tuko katika mtihani mkubwa ambao Allah tabaraka wa taala amesema katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiris sabirin. Kwamba kipindi hiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahini na mtihani mkubwa huu wa dunia, mtihani wa janga la corona, kama walivyosema marais wetu wawili. Tuendelee kumwomba Allah tabaraka wa taala atuepushie janga hili la corona, kwa sababu mambo mengi dada yangu yamesimama. Huo ndio kweli, mambo mengi sana ya kiuchumi yamesimama, hata ile furaha ya kufutari pamoja na ni vitu vingi, yani alhasili vimesimama kwa sababu Mwenyezi Mungu ameleta mtihani, na tunasituambia fanya hivi tufanye hivi, tuseme sami'na wa ata'na, sio sami'na wa asaina, kwamba tunaambiwa fateni hivi tunasema hatutaki. Hapana, viongozi wetu hawafanyi hayo, ila wanatupenda sana na wanataka tuishi afya nzuri au njema. Hapa ni Abdallah Gunda, kama vile ambavyo mtangazaji amekusimulia hapo. Si mgeni sana hapa, ni mgeni mwenyeji, kwa sababu tunapatikana pale Bububu kwa Biola. Tuna kituo chetu pale, tunafanya dua mbalimbali, na mpaka sasa tunafanya ile kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu mambo haya ya corona tumefuata amri za serikali kwamba haitakiwi makundi. Kwa hiyo si mgeni sana katika kituo chetu hiki cha Bahari FM ambacho nimewaletea usikilizaji. Hakuna jambo jipya, kwa sababu Waislamu tunasema kwamba tunakumbushana tu, yani hakuna jambo kwamba ni jipya sana katika Uislamu. Linaweza likawa kwako tu ni jipya, lakini ndani ya Uislamu ikawa ni jambo ambalo ni maarufu sana. Sasa nitatumia zile aya fadhakkir wa dhakkir, so katika Qur'an kuna wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hizi zote zinaashiria kwamba watu wakumbushane katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha, na pia tukumbushane katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekataza. Sasa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukija, unakuja na neema kubwa sana dada yangu na msikilizaji. Unakuja kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa akipanda katika ile mimbar, lakini ikawa anasikia akiitikia amin amin amin. Baadaye masahaba wakamhoji, Mtume alikuwa ukipanda zile ngazi unasema amin, alafu ukapanda nyingine ukasema amin, kisha ukapanda tena ukasema amin, hii ikoje? Basi katika yale majibu alisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweke mbali na rehema yule ambaye imeingia Ramadhani alafu ikawa inaondoka, alafu akusamehewa dhambi za yani rahim, amepata hasara sana kwamba Ramadhani imeingia mpaka sasa inaondoka, lakini wewe bado haujabadilika, yani uko hivyo hivyo, bado unamuasi Mwenyezi Mungu, bado hujapata funzo. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa sana. Tumuombe pia Allah tabaraka wa taala atuepushie jambo hili. Tuhakikishe sana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa hizi siku ambazo zimebaki chache sana, tujitahidi sana kujipinga. Kwa nini? Kwa sababu hili 10 la mwisho hili, kwa mujibu wa hadithi ambayo haina shaka, tunaambiwa kwamba hili ni aitkum minan nar. Aitkum minan nar maana yake ni ule msamaha. Hata kama ulifanya madhambi mengi sana, lakini Mwenyezi Mungu anaweza akakutoa katika jela ya moto bila hisabu. Tunasema kwamba aitkum maana yake unaachwa huru. Tunasema kwamba alikuwa wewe kutokana na madhambi yako uingizwe motoni, lakini Mwenyezi Mungu kwa baraka ya 10 hili anakuepushia ule moto. Kwa nini? Kwa sababu katika 10 hili
kuna jambo zito sana hapa, nalo pia nataka niligusie kidogo, kwa sababu katika 10 hili ambayo limeanza 21, 22, 23 mpaka 29, hapa kuna kitu kikubwa sana, Lailatul Qadr, yani usiku ambao Allah tabaraka wa taala amerudia msemo wa Lailatul Qadr mara 3. Anasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, sasa msemo wa Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, lazima tuwe na mtazamo wa kiilmu. Mtazamo wa kiilmu, ulama walikuwa wanazungumza Lailatul Qadr hasa inapatikanaje, inapatikana usiku gani? Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwaambia masahaba zake, akasema faman kana mutahariha falyataharraha fil ashr al-awakhir, mtu ambaye anataka hasa Lailatul Qadr aikamate, basi apambane katika ile 10. Aliweza kusimama usiku katika 10 hili la mwisho, hali ya kuwa Mtume ameshasamehewa dhambi zake. Na siku moja Aisha alimuuliza Mtume kwamba inakuwaje wewe umesamehewa dhambi zako, lakini tunakuona unasimama usiku mpaka miguu inavimba, kulikoni? Akasema afala akunu abdan shakura, kwa nini nisiwe mtu ambaye nashukuru? Ni kweli Mungu ameniahidi kunipa pepo, basi ndio nibweteke? Haiwezekani. Kwa hiyo si kwa maana Mtume alikuwa anafanya vile kwa ajili yake hasa, ilikuwa ni lesson, yani tunapata somo pale kwa sisi hapa. Ikiwa Mtume mwenyewe kasamehewa, je, sisi ambao tuna madhambi chungu na nzima, sisi ndio tuna haja kubwa ya kusimama katika huu mwezi, katika hizi siku 10 hizi za mwisho kuitafuta Lailatul Qadr. Ingawa baadhi ya ulama walisema kwamba ni mwezi 27, wengine walisema hivyo. Kwa nini walichukua msemo Lailatul Qadr? Hii inatoa faida tu kidogo. Ndio maana unakuta mashekhe zetu ukifika ule usiku wa mwezi 27, basi watu wanalala misikitini. Walipatia wapi? Walipata kwenye istimbat. Yani istimbat manake wanawachuoni walitulizana pale, wakaona kwamba kwa nini ni mwezi 27. Wakasema ule msemo Lailatul Qadr ule, Mungu aliposema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, msemo huu Lailatul Qadr ni herufi 9. Yani ukisikia Lailatu manake ni 4, Al-Qadr 5. Kwa hiyo Lailatul Qadr manake hizi ni herufi 9. Kwa hiyo na msemo ule umerudiwa mara 3. Kwa hiyo wakazidisha 9 mara 3 wakapata 27. Ndio maana wengine wakasema kwamba ni ndani ya mwezi 27. Lakini kuna kauli nyingi, mwezi 21, wengine wakasema 23, wengine wakasema 25, wengine wakasema 27, wengine wakasema 29. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba sasa wewe usiitegemee kauli moja. Kikubwa ni kwamba wewe sasa simamia kuanzia hiyo 21. Leo sisi tumefunga 22, ni usiku wa mwezi 23. Huenda ikawa Lailatul Qadr ni usiku wa leo hii na uzungumza kuamkia 23. Sasa wewe unatakiwa ujikite sana pale. Kuna watu wataalamu mbalimbali walidiriki kuiona Lailatul Qadr na wakatueleza walivyoeleza, lakini mtu kimwambia uliona siku gani, hataki kukwambia kwamba mimi niliona siku gani. Na wewe pia ukiiona, wala usituambie umeona siku gani. Wewe ione, lakini waambie wenzako kwamba nimeiona, alhamdulillah rabbil alamin. Na ina alama zake nyingi tu ambazo wanazuoni wamezieleza. Kwa kuwa kuna package ya mambo mengi ya kuzungumza, basi kwenye upande wa Lailatul Qadr nitaishia hapa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr, miezi 1000. Utanisaidia hapo kwenye kugawa 1000 ukigawa kwa 12 ambayo mwaka mmoja, kwa utakuta takriban miaka kadhaa, zaidi ya 80. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukipata Lailatul Qadr, wewe itakuwa ni sawa na mtu aliyefanya ibada hakumaasi Mwenyezi Mungu ndani ya miaka 80, tena ibada iliyokubaliwa. Nani anaweza kufanya ibada miaka 80 bila kumaasi Mwenyezi Mungu kati yetu? Nani anaweza? Kwa hiyo inakuwa kama ni ile ofa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana tunasema usiku wa Lailatul Qadr umekuwa bora sana kwa sababu ya hii
zawadi ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka. Na wanaochuoni walipokuwa wanazungumza kati ya usiku na mchana, ipi bora sana, usiku na mchana, wakati gani ni bora? Wakasema usiku, kwa sababu ndani yake kuna usiku wa Lailatul Qadri. Kwa hiyo ni muombe msikilizaji wangu hapa anasikiliza ajitahidi sana kusoma sana Qur'an, kuswali sana usiku, kuwasaidia watu kwa sababu anaweza akapata baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na huenda Mwenyezi Mungu akamjalia miongoni mwa watakaopata Lailatul Qadri. Hata kama umeipata, isiyo sasa ndio umebweteka kabisa, endelea kuitafuta, kwa sababu kuna baadhi ya wanazuoni wameona zaidi ya mara 3 katika maisha yao Lailatul Qadri, lakini hawakubweteka. Kwa hiyo ni muombe msikilizaji wangu, kipindi hiki si cha kumwasi Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, bali ni kipindi hasa cha kujipinda. Ikiwa Mtume alikuwa na wake zake 9 na alikuwa anawasamehe, wewe na mke mmoja, nini mke mmoja bwana? Mtume alikuwa na wake 9, lakini ukifika kipindi hiki wake zake wote anaweka pembeni, anaamua kumwelekea nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni kuombe sana msikilizaji, ujitahidi katika kipindi hiki na Mwenyezi Mungu huenda akatuwafikisha sote. Tena ukisimama usiku katika kisimamo hiki cha Lailatul Qadri, muombe sana Allah tabaraka wa taala atuepushe na janga la corona. Yani tuombee na waislamu wenzako kwamba Mwenyezi Mungu, nashukuru nimepata Lailatul Qadri, basi iwe ni sababu ya maradhi haya ya corona yakae pembeni. Kwa hiyo ni katika sehemu ya kwanza ambayo nimegusia hapo. Sehemu ya pili ni saumu yenyewe. Hii saumu ina fadhila kubwa sana, kwa sababu wataalamu wanatuambia aya iliyokuja kuelezea saumu ya faradhi utakuta ni moja. Kwa mfano, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu ameweka saumu, lengo na madhumuni ituondoshe katika maasi, itujenge katika imani, itujenge katika afya na mengineyo. Lakini sasa cha kusikitisha ni kwamba kuna baadhi yetu tunafunga, lakini yale ambayo yote hayahitajiki kwa anayefunga yafanye anafanya. Kwa hiyo utakosa fadhila kubwa, sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man swama ramadhana watahafadha mimma yanbaghi la an yatahafadha la ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule ambaye atafunga mwezi wa Ramadhan alafu akajichunga na yale ambayo anatakiwa ajichunge nayo, akajichunga, kwa sababu kuna vitu ambavyo unatakiwa ujichunge navyo. Ulizoea kusengenya, basi mwezi wa Ramadhani sio nafasi yako msikilizaji kusengenya. Ulizoea wewe kufitini, kutoka hapo kuchukua maneno ya huyu ukayapeleka kwa yule, ala jihati alfasada, kwa lengo la kuharibia. Watu wakigombana wewe unafurahi, hiyo kitu kwa mwezi huu sio nafasi yake. Ulizoea kuiba, kuna watu bado mwezi wa Ramadhani hii lakini bado wanaiba. Katika mwezi wa Ramadhani basi watu wana appointment, wana ahadi za kufanya maasi, wanasema tutaonana usiku kwa sababu Ramadhani ni mchana, tuonane usiku. Hivi bado ni vitu ambavyo katika mfungaji hatakiwi afanye hivyo. Ndio maana bwana Mtume akasema, man swama ramadhana imanan wa ihtisaba, katika riwaya ya kwanza imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lakini katika hadithi nyingine, man swama ramadhana wa tahaffadha mimma yanbaghi an yatahaffadha la ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yule ambaye atafunga Ramadhani na imani msikilizaji wangu ni mfungaji mzuri wa Ramadhani, lakini akawa anajichunga na yale mambo ambayo hayatakiwi kwa mfungaji ayafanye. Ndio hayo niliyozungumza: kusengenya, kumaasi Mwenyezi Mungu, kutazama kwa matamanio, na katika mambo ambayo yanamfunguza aliyefunga, kutojali wazazi. Kuna watu wapo leo hivi wanasikiliza, lakini wanafutari nyingi sana, lakini wazazi wao wanaishi vibaya kabisa. Yeye anafurahia kumwaya futari, hali ya kuwa jirani yake pale cha kufuturu hana. Kwa hiyo si katika vitu ambavyo mfungaji anatakiwa awe navyo, sababu Mtume anasema, laisal mu'minu billadhi yashba wa jaruhu ila jambihi ja'i. Muislamu hatakiwi awe anashiba hali ya kwa jirani yake anakaa na njaa. Kwa hiyo kama wewe umefunga hapo, hakikisha yule ambaye jirani yako upo naye, je, amepata futari? Na kama hana, muite karibu. Kama kutokana na mkusanyiko kufuturu pamoja hakuna, mpelekee kile ambacho Mungu amekuruzuku. Insha Allah, kwa baraka ya somo hiyo itakuwa nzuri sana, na Mungu atatusamehe kile alichotuahidi. Anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katika
hakika dhambi zako zote zitaondoshwa. Unaonaje kwamba wewe una dhambi hata moja, kwamba Mungu amekuondolea dhambi zote? Kama unaanza tena leo, na kwa nini uanze? Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo nilikuwa nataka nigusie, ama sehemu ya tatu, ni sehemu ya wale kuna zakatul fitri hapa. Hapa mbele kuna zakatul fitri. Yani zakatul fitri ni kipato ambacho mtu anatakiwa mpatie mtu ambaye albaisul faqir, ana hali mbaya, umsaidie ili katika kipindi kile cha Eid aweze kunufaika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Tuhakikishe pia, na insha Allah siku zijazo tutakazia sana katika zakatul fitri, lakini leo tunagusia tunakukumbusha kwamba kuna zakatul fitri ambayo unatakiwa kuanzia leo ujipange kwa ajili ya kumsaidia mtu katika kipindi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitakuja hapo mbele, kinaitwa kipindi cha Eidul Fitri. Na Mtume amesema al-fitru yawma yuftiru an-nasi wal adha yawma yudhi an-nasi. Eidul Fitri imeitwa fitri kwa sababu watu walikuwa walifungwa kula mchana, sasa hivi wanaruhusiwa kula mchana. Na kufunga siku ya Eid ni haramu kwa hadithi zilizokuwa sahihi kabisa. Siku ya Eid hatakiwi mtu kufunga. Kwa hiyo sasa atakula nini wakati hana cha kukila? Sasa wewe kama unacho chakula chako cha kutosheleza familia yako na nyongeza unayo, basi hiyo nyongeza mpe ambaye unaona hana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, alituhusia mmoja, akasema, in kunta tuhibbu an yuhibbaka Allah, ikiwa unataka Mungu akupende, fazhad fi dunya. Ikiwa unataka upendwe na Mungu wewe, fazhad fi dunya au izhad fi dunya. Ikiwa unataka Mungu akupende, basi usipende sana dunia. Ukiwa utapenda sana dunia utamsahau Mungu. Kwa hiyo jitahidi katika dunia uishi kwa tahadhari. Ndio maana izhad, kama unataka Mungu akupende. Ama kama unataka watu wakupende, fama kana min indika fambith ilayhi. Ikiwa una chochote basi wape watu. Ukitaka watu wakupende basi wape mzigo, maana yake wape fedha. Kwa ukitaka watu wakupende. Kwa hiyo kwa nini wewe utaki jirani yako akupende na cha kumpa unacho? Hakikisha unamsaidia, atakupenda. Na akikupenda, mapenzi yakizidi, baraka zinapatikana. Insha Allah, mimi nina imani wasikilizaji wetu ni wasikivu sana. Kwa muktasari huu watakuwa wameelewa kwamba nini nataka kueleza. Lakini kitu cha mwisho katika hivi, ili niingie katika ile mada kuu, ni kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao tunafunga nao katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwanzo mwisho, na wanajaa katika misikiti. Alhamdulillah, msikitini anajaa, anaswali tarawehe, anasaidia maskini, anafanya mambo ya khairi yote. Ila ikishamalizika ile Ramadhani ile, basi anaanza kurudi kule alikokuwa. Mwenyezi Mungu katika suratul Nahl kuna aya moja anasema, wala takunu kallati naqadhat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Anatuambia pale Madina kulikuwa na mama mmoja alikuwa na tabia ya anafuma kama kitambaa hivi, anakifuma vizuri mpaka ikifikia ule muda sasa kinaweza kuuzika na yeye akapata manufaa, anaanza kukichangua tena. Anakichangua tena, alafu anaanza tena kukiunga tena. Anashona tena mpaka kikishakamilika kwamba auze apate manufaa, anakichangua tena. Sasa Mungu akatolea mfano akisema, wala takunu kallati, msiwe kama yule mwanamke ambaye naqadat azlaha min ba'di quwwa, anaanza kuchangua kile kitambaa chake alichokifuma, baada ya kuwa amekidhibiti vizuri kimpe manufaa anakichangua. Hii ndio tabia ya baadhi yetu katika wafungaji, kwamba mtu anajipinda mwezi wa Ramadhani, anatafuta khairi nyingi ili aweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini sasa ikisha Ramadhani anarudi kule. Kama alikuwa amejistiri, baibui anaweka pembeni, anaanza kuvaa minisketi, anaanza kutembea barabarani. Kama alikuwa ameacha, tunasema yule mwanamke wake alimwambia tusionane, Ramadhani inaingia, basi baada ya hapo anarudia tena. Kwa ni kitu ambacho mimi pia nachukua fursa hii, ingawa siku bado ni nyingi, tutaendelea kukumbushana
lakini hicho si kitu kizuri. Nakumbushia tu kwamba wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tusiwe na tabia hiyo wasikilizaji. Mimi na imani wasikilizaji wetu ni wazuri sana. Kwa hiyo hii tabia ya baada ya Ramadhani kuisha, kwanza tunatakiwa tulie sana. Kipindi hiki Ramadhani ikiisha, watu waliotangulia, watu wema, akina Imam Shafi, akina Imam Maliki, akina Sufyan Thauri, Sufyan ibn Uyayna, wanaochuoni wakubwa, ilikuwa hii Ramadhani ikiondoka mtu analia sana. Analia sana kwa sababu mbingu yenyewe inalia, kwa sababu maana yake ni kwamba khairi inaondoka. Lakini sisi ambao tunaona mzigo hii saumu, tunafurahi zibaki siku 3, tunahesabu kabisa zibaki siku 2 tu ili tuwe huru tufanye mambo yetu. Ndugu yangu, unajua wewe kesho yako, yani kesho kwamba utakuwa nani? La tadri nafsun madha taksibu khada wa ma tadri nafsun bi ay ardhi tamut. Unajua wewe kwamba leo naongea hapa Abdallah Gunda nikiwa kwenye redio nzuri Bahari. Je, kesho nitaongelea wapi? Unajua pengine kesho nikaongelea kaburini. Kwa hiyo kwa nini sasa wewe unaweka ahadi ya kufanya maasi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Wewe unajua kesho yako wewe utakuwaje? Kwa hiyo nikupe nasaha ndugu yangu msikilizaji, uache hiyo tabia kama unayo. Kama umeshajipanga na mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi yaendeleze yale mazuri ambayo ulikuwa ukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuna watu walikuwa na tabia ya ugomvi, lakini ulipofika Ramadhani hawagombani tena, na walikuwa wakitumiana message mwezi wa Ramadhani huu, watu tusigombane, tuishi kwa wema na nini. Kweli wakaishi kwa wema, lakini sasa ukishamalizika Ramadhani sema ule ugomvi wetu unaanza upya. Ni sasa na wale watu ambao walikuwa wanapigana ngumi, akatokea nyoka, wakaanza wote kushirikiana kuua nyoka. Walipomaliza kuua nyoka, badala ugomvi umeisha, wanasema sasa ugomvi uanze tena. Sasa atakuwa na akili kidogo zina matatizo hapo. Kwa hiyo tusifanye hiyo tabia wasikilizaji wetu. Sasa insha Allah tuingie katika lile jambo ambalo unataka kuniuliza hapo dada yangu. Ndio. Kwanza ni hadithi kwa kupata baraka. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Imam Muslim ambayo ni muttafaqun alayh. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Imam Bukhari, lakini pia hadithi kama hii inapatikana kwa al-Imam Tirmidhi. Hadithi kule ni muttafaqun alayh, maana ni hadithi ambayo ni sahihun sarihun, ni hadithi sahihi na haina shida, haina shaka yoyote. Hadithi inasema idha dakhala Ramadhan, ukiingia mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, milango ya pepo yote inafunguliwa yote. Hakuna mlango hata mmoja katika milango 8 ya pepo umefungwa. Wa khuliqat abwabu niran, na milango ya moto yote 7 ile inafungwa. Alafu mtume anasema wasufidati shayatin, na haya mashaitani nayo yanafungwa. Hapa ndio palipokuwa na mada ya nzito sana, na pengine wasikilizaji wetu tutapa fursa kwa ajili ya jambo hilo, kwamba ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhan futihat, kwa sababu kwanza hii matni kitaalamu tunasema futihat, yani inafunguliwa ile milango, inafunguliwa yote. Wa khuliqat abwabun nira, na milango ya moto yote inafungwa. Wa sufidati shayatin, na mashaitani wote wanafungwa. Sasa kuna swali hapa, ni kweli mashaitani wanafungwa kabisa wale mashaitani, lakini tunaona watu bado wanafanya yale mabaya. Tunaona watu bado wanachagawa. Hata ukimfanyia mtu dua tu tunamuona amepandisha, kule kwetu Tanga tunasema kupandisha, huko mnaita kuchagawa, kwamba mashaitani anapiga makelele. Sasa ile ikoje? Ile ikoje sasa? Mimi niseme tu kwamba swali hilo dada yangu sio mtu wa kwanza kuliuliza katika ulimwengu wa Kiislamu. Ni swali ambalo kama hilo aliulizwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad aliulizwa na mwanawe anaitwa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, aliulizwa swali hilo. Lakini Ibn Taymiyyah naye pia aliulizwa swali kama hilo, lakini pia wanachuoni mbalimbali atakiwepo huyu Sheikh wa zama za karibu tu, Sheikh Al-Uthaymeen, naye pia aliulizwa swali kama hilo. Inakuwaje?
Sasa hapo Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake cha Fathul Bari akianukuu maneno mwanachuoni mmoja anaitwa Al-Halimi, anasema kwamba jambo hilo lina ikhtilafu katika wanawazuoni, kwamba wengine wanasema hawakufungwa kwa maana ya kufungwa. Naam, naomba mnisikilize vizuri hapo. Wale majini hawakufungwa kwa maana ya kufungwa, bali wamefungwa kwa maana ya kukoseshwa nguvu. Kwa sababu gani? Wakati ule Ramadhani ikiingia watu wanafunga. Wakifunga maana yake hawali. Wakiwa hawali zile nguvu, kwa sababu ili mtu aweze kufanya maasi ashibe. Ndio. Uwezi kuwa una njaa afu unataka kwenda kupigana na mtu. Jambo haliwezekani. Yaani wewe mwenyewe una njaa unataka kugombana na mtu. Kule Tanga tunasema utapepesuka, maana yake utaanguka wewe mwenyewe kwa sababu ya njaa. Sasa wengine wakasema kwamba hii ni kwa sababu wamefungwa maanawiyan, sio wamefungwa haqiqiyan. Hawakufungwa kwamba wamefungwa kabisa, wamefungwa maanawiyan, maana kimaana, kwa maana wamefungwa kwa maana wamenyimwa nguvu zile walizokuwa nazo kabla ya Ramadhani ya kuwasumbua watu. Kwa hiyo maana yake bado wapo wale majini, wapo Waislamu wanaendelea kuswali, na wale ambao si Waislamu katika hao majini wapo wanaishi na maisha yao, na ndio maana wanaweza kuwaingia watu kwa namna hiyo. Lakini wengine wanasema hapana, maadamu mtume amesema wasufidat wa fi riwayatin wasulsilat, katika riwaya nyingine sio sufidat, sulsilat, maana yake wamefungwa pingu. Na hapa ndio tunapopata maneno ya mwanachuoni anaitwa Sheikh Shuyukh al-Arif Billah an-Naqshbandi. Huyu mwanachuoni anasema wanafungwa kabisa. Kufungwa wanafungwa kwa sababu anashuka Jibril. Katika kitabu chake maarufu tu kinachoitwa Murshidul Awam, kitabu hiki mwanachuoni huyu ambaye alifariki katika mwaka 1332 kama sitakosea, anasema kwamba wanafungwa. Anayekuja kufanya kazi hiyo ni Jibril alayhi salatu wasalam. Anakuja Jibril, anawakamata wale majini wabaya anawatupa baharini. Lakini baadhi ya ulama wakasema hawafungwi wote, wanafungwa wale marada. Katika Jami'u Tirmidhi pale ukiingia katika Tuhfatul Ahwadh wamesherehesha wakasema kwamba wanaofungwa wale majini ni maradatu shayatin, maana yake ni wale majini wakorofi wale ndio ambao wanafungwa. Wale majini si wakorofi wanakuwa hawajafungwa. Sasa kutokana na hali kama hiyo ndio maana tunasema kwamba wapo wanaofungwa na wapo ambao hawakufungwa. Sasa katika utafiti tulimtafuta mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn al-Haji at-Tilmasani. Ibn al-Haji at-Tilmasani, mwanachuoni huyo miongoni mwa wanachuoni walioulizwa swali hili. Sasa hapa nataka nitoe historia kama muda utaruhusu. Muda hauruhusu, maana zimesalia takriban dakika 6 tu ili tuweze tupokee simu, maana zinaita kweli tangu ulipoanza. Simu zinaita kwa wingi, kwa hiyo malizia takriban dakika ngapi hapa? Dakika 4 ili tuweze kupokea simu. Naam. Kiukweli ni kwamba Ibn al-Haji Tilmasani amesema kwamba yeye binafsi alikuwa akipata shida sana katika masuala ya maisha ya majini. Ndipo alipoamua kufanya dua maalum ili aweze kukutana na majini. Sasa akafanya dua maalum, sitaitaja hiyo dua. Alipoifanya ile dua maalum akaweza kukutana na majini katika pango. Miongoni mwa wale majini wakamtawalisha kiongozi wao akiitwa Ismail. Ikawa yule Ismail ndio anamuuliza kwamba hebu niambie wewe Ibn al-Haji, wewe Ismail, kwa nini majini wanasumbua watu? Hivi ni majini wote wanaosumbua watu? Sasa kwa haraka ni kwamba yule kiongozi wa jini Ismail akamwambia Ibn al-Haji Tilmasani kwamba kwanza, kama sio hizo dua ulizozisoma wewe, sisi tusingekuja. Tunakuheshimu sana, tumekuja kwa kukuheshimu wewe Ibn al-Haji. Kwa hiyo tunakuambia kwamba kwanza unatakiwa ufahamu majini wako mataifa 70,000, wako mataifa 70,000, wako mataifa 70,000. Lakini katika mataifa 70,000 kuna makabila 70,000, na katika makabila 70,000 kuna koo 70,000. Ya salamu. Angalia hii, ilikuwa ndo nataka nianze kueleza hapa. Mataifa 70,000, alafu mataifa 70,000 yana makabila 70,000. Na katika makabila 70,000 kuna koo 70,000. Kwa hiyo katika hizi koo 70,000
kuna koo 70,000 nyingine, hizi ndo zinakuwa na madhara zaidi. Ambazo katika hizo koo ndio wanapatikana aina amezitaja hapa nyingi sana, lakini sasa muda hauruhusu, unatukimbiza sana. Sasa katika hayo mataifa ndio ambao tunapatikana wale maafariti, wale majini wanaitwa ifriti, majini wanaoitwa hawa tayar, awamir ambao wanakaa kwenye majumba, wengine wanaingia tangu watoto wakiwa ni wadogo, wanawasumbua akiwa mtoto mchanga. Alhasil, kwa sababu muda tu hauruhusu, nataka ni kueleze zile koo za majini. Wapo majini ambao wanaishi kwenye sehemu za damu, wapo majini wanaishi sehemu za moto, wapo majini wanaishi sehemu za maji. Alhasil, majini wako wengi sana. Naam, labda niishie hapa pengine kwenye upande wa simu. Nafikiri saa 2 dakika 45 hiyo, atangelipotimia 2 kamili za asubuhi tupo